Salamu na amani ziwe nawe popote pale ambapo ulipo. Karibu na nikualike kwenye habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari. Rodri wa habari. Kikosi cha KMC kimeendelea na maandalizi kuelekea kurejea kwa ligi kuu ya NBC 2025-2026 baada ya kuanza msimu kwa matokeo mabaya yaliyowaacha wakiburuza mkia kwenye msimamo. KMC imeshinda mchezo mmoja pekee kati ya michezo 6, ikifunga mabao mawili tu na kuruhusu bao 10, hali iliyozua wasiwasi kwa mashabiki na wadau wa soka nchini. Kocha wa timu hiyo, Masio Maximo, amesema kuwa pamoja na changamoto wanazopitia, michezo ya kirafiki imeimarisha morali na kuleta mabadiliko muhimu ndani ya kikosi chake kuelekea mchezo dhidi ya JKT Tanzania. It's our job. You should fix our mistakes. We fix our mistake last game. Mpira ni kazi yetu. Lazima tutatue na turekebishe makosa yetu. Tulitatua makosa yetu mechi dhidi ya Yanga na mechi za kirafiki zimetusaidia sana kurekebisha makosa yetu. Kwa upande wa JKT Tanzania ambao wapo nafasi ya 7 baada ya michezo 6 waliocheza, wakishinda mmoja na kutoa sare michezo 4, wamekiri kuheshimu wapinzani wao KMC licha ya matokeo yake duni, kwani wanatambua ubora wa kiuchezaji. Makosa ya kibinadamu ya mchezaji mmoja mmoja ndio yanatugharimu. Sio timu kama timu kwenye kudefend ni 100% tunadefend vizuri. Kama kucheza tunacheza vizuri, na kama kutengeneza nafasi tunatengeneza. Ndio maana timu ina magoli 7 na imefungwa 8. Kwa hiyo ndio sio kutisha. Sisi naamini ni sehemu pekee ya kulinda, ni namna kutengeneza nidhamu sasa katika mchezo wetu wa kesho katika eneo letu la ulinzi kwa mtu mmoja mmoja. Ligi kuu ya NBC ambayo ilisimama kupisha kalenda ya FIFA inatarajiwa kurejea rasmi kesho Ijumaa Novemba 21 kwa michezo miwili. KMC dhidi ya JKT Tanzania saa 10 kamili jioni, uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, na Namungo dhidi ya Dodoma Jiji saa 1 kamili usiku katika dimba la Majaliwa, Lindi. Na uongozi wa kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini Tanzania TPBRC umethibitisha kukamilika kwa rasimu ya katiba mpya itakayofungua njia ya mabadiliko makubwa katika uendeshaji wa mchezo wa ngumi nchini. Makamu mwenyekiti wa kamisheni hiyo, Jacob Mbuya, amesema kuwa rasimu hiyo tayari imewasilishwa kwa Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa ajili ya kuidhinishwa ili ianze kutumika rasmi katika kusimamia shughuli zote za kamisheni. Mbuya amesema kuwa walipatiwa kipindi cha miezi 3 kukamilisha mchakato huo na sasa wanasubiri uamuzi wa BMT ili waweze kufanya uchaguzi mkuu wa viongozi wapya wa kudumu wa kamisheni hiyo. Mpaka sasa katiba imemalizika. Tumemaliza mchakato wa katiba na tumeshawashirikisha wadau. Kwa hiyo kitu kinachofuata sasa hivi ni kwenda kuisajili katiba kwa msajili pale BMT, na ikisajiliwa sasa ndio inakuwa katiba rasmi ya shirikisho la ngumi za kulipwa Tanzania. Baada ya hii katiba ikishapitwa, tunatoka sasa kwenye TPBRC na kufa. Okay. Kamisheni inakufa rasmi, tunaenda kwenye shirikisho la ngumi za kulipwa Tanzania. Makamu mwenyekiti wa TPBRC katika hatua nyingine, Jacob Mbuya, ameweka wazi kuwa mchakato wa uchaguzi utaanza ngazi za mikoa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa taifa. Amesema si mikoa yote yenye vyama vya ngumi, lakini juhudi zitafanyika kufikia mikoa yenye mwamko na miundombinu ya mchezo huo ili kuhakikisha ushirikishwaji mpana. Tukishamaliza vyama vya mikoa, tunakuja kwenye uchaguzi mkuu ambao tutaufanyika hapa Tanzania. Vyama, lakini tunafahamu Tanzania bado sio kila mkoa unacheza boxing. Kuna baadhi ya mikoa ambayo inacheza boxing. Kwa hiyo tutaangalia mikoa mikubwa ambayo ina mchezo wa boxing, ndio tutaanza na uchaguzi kule. Tukishamaliza kule sasa ndio tutaenda kwenye uchaguzi mkuu. Nadhani mpaka mwezi wa 12 katikati kila kitu kinaweza kuwa kimeshakamilika. Agosti 14, 2025, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi aliteua kamati maalum ya mpito kwa ajili ya kusimamia mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya itakayoiwezesha kamisheni kufanya uchaguzi na kupata viongozi wa kudumu. Hatua hii inaonekana kama mwanzo wa zama mpya katika kusimamia mchezo wa ngumi nchini, ikiwa na lengo la kuongeza uwazi, ufanisi na maendeleo ya mchezo huo. Tanzania sasa inasubiri kwa hamu na gamu kweli hatua ya mwisho ya kupitishwa kwa katiba hiyo, hatua itakayoweka msingi wa mageuzi chanya katika usimamizi wa ngumi za kulipwa nchini.
Na tumalizia kwa kuangazia habari za michezo kimataifa. Jana usiku, Novemba 19, 2025, mjini Rabat nchini Morocco, ilifanyika hafla kubwa ya utoaji tuzo za CAF mwaka 2024-2025. Ilihitimisha mafanikio ya wachezaji, makocha na timu za soka barani Afrika. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na nyota mbalimbali wa soka wa Afrika, viongozi wa CAF na wenyeji wa Morocco, wakiwa na ari ya kusherehekea maendeleo makubwa ya mpira wa miguu barani Afrika. Katika tukio hilo lenye hisia nyingi, Achraf Hakimi, beki wa Paris Saint-Germain PSG na timu ya taifa ya Morocco, alishinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika, yani Men's Player of the Year, baada ya msimu wake wa kipekee katika ligi ya mabingwa barani Ulaya, UEFA Champions League, na kuwa mlinzi wa kwanza kushinda tuzo hiyo kwa muda mrefu. Yassine Bounou, kipa wa Al Hilal ya Saudi Arabia na timu ya taifa ya Morocco, amechukua tuzo ya kipa bora wa mwaka, huku Fiston Kalala Mayele wa FC Pyramid na timu ya taifa ya DR Congo amepata tuzo ya mchezaji bora wa ligi ya ndani, yani Inter Club Player of the Year, kutokana na mchango wake mkubwa klabuni. Na klabu ya Pyramids ikatangazwa kuwa klabu bora ya mwaka, ikitambuliwa kwa mafanikio yake ndani na kimataifa. Pia timu ya taifa ya Morocco Under 20 imepata heshima ya timu bora ya taifa, Men's National Team of the Year, baada ya mafanikio yake ya kutoa kombe la dunia chini ya miaka 20. Huko mchezaji chipukizi Othman Maamma, ambaye alikuwa sehemu ya mafanikio ya timu hiyo ya taifa ya Morocco, ameshinda tuzo ya mchezaji bora chipukizi, Young Player of the Year. Hatimaye Bobista, kocha wa taifa la Cape Verde, ameheshimishwa kama kocha bora wa mwaka. Na fahari ya Tanzania, mchezaji kijana mwenye juhudi, maarifa na ustadi wa hali ya juu kufumania nyavu za wapinzani, Clement Mzize, kinda wa Dar es Salaam Young Africans wana nchi na timu ya taifa ya Tanzania, goli lake dhidi ya TP St Mazembe katika mchezo wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika imeshinda goli bora la mwaka. Tumalizia kwa wachezaji tegemezi wa Barcelona, Rafinha na Lamine Yamal wamerejea kuelekea mchezo dhidi ya Atletico Bilbao Jumamosi Novemba 22, 2025, baada ya kuthibitishwa kwamba wawili hao wako tayari kurejea uwanjani. Awali walikuwa na changamoto za kiafya, lakini sasa wamepona, huku benchi la ufundi likitarajiwa kufanya maamuzi kuhusu muda wao wa kucheza ili kuepusha hatari ya majeraha mengine. Aidha, imethibitishwa kuwa Joan Garcia atarejea golini kama ilivyotarajiwa, jambo litakaloongeza utulivu kwenye safu ya ulinzi ya Barcelona katika mchezo huo muhimu. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye utajiri wa habari wa EATV.